Yesu yuwaja, anakuja upesi sana.
Amina. Waimbaji mbarikiwe sana, waimbaji mbarikiwe sana. Tunaimba zaidi kushinda siku hii. Asante waimbaji mbarikiwe kwa wimbo huo ama nyimbo hizo. Jina la Bwana litukuzwe. Amina sana. Wakati huo tunaendelea kuwakaribisha wote ambao wamefika na hata wale ambao mnasikiza sauti kwa mbali. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Nimechukua mara moja hiyo video. Usiulize kwa nini imeendaje saa hii, kwa sababu wimbo ambao waimbaji wameimba ni mzuri kiasi ya kwamba unazungumzia unabii. Nimeona tu acha niingiane na hiyo video mara moja. Kwa hivyo usiulize imeenda vipi ama kumeenda namna gani. Bwana asifiwe. Amen. Tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jioni ya leo tuna sababu ya kushukuru kwa sababu ya kutuhifadhi hai. Asante kwa sababu ya mkutano, kusanyiko takatifu, mkutano wa makambi. Tunapoendelea kukuabudu, kutafuta uso wako katika viwanja hivi, mapenzi yako yaendelee kutimizwa. Asante kwa sababu ya imani yao na wimbo ambao wameleta unaozungumzia kuhusu kuja kwako. Tunapotia ujumbe uzito kupitia kwa unabii wa jioni leo, mapenzi yako yatimizwe kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Danieli 2 fungu la kwanza. Danieli 2 fungu la kwanza. Angalia. Danieli 2 fungu la kwanza. Ndio. Danieli 2:1. Ningependa kutia ujumbe uzito kwa kuendelea tu na kipindi cha unabii, na ninazungumzia unabii wa Danieli 2. Waimbaji wanaimba akasema Yesu anarudi. Na itakuwa vipindi viwili. Kutakuwa na masikitiko makubwa kwa wenye dhambi, lakini pia itakuwa furaha na shangwe kubwa na vigeregere kwa wenye haki, wale watakuwa upande wa Mungu. Danieli 2:1 inaelezea kuhusu kuja kwa Yesu. Anasema hivi. Inasema hivi, ndio. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto. Hebu sikia. Danieli sura ya 2 inaanza ikisema kuna mfalme mmoja alikuwa anatawala dunia, alikuwa anaitwa Nebukadneza. Neno la Mungu linasema alipokuwa anatawala, Mungu akamwotesha ndoto. Ndoto ilikuwa namna gani? Mstari wa 31 mpaka 27 mtumishi. Waganga na wachawi walishindwa kukumbusha mfalme ile ndoto alikuwa ameota na tafsiri yake. Nani alikuja kusaidia? Watu wa Mungu wa Mungu ambao ni Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, akaja akakumbusha mfalme ile ndoto aliota na tafsiri yake. Kwa nini? Mfalme alikuwa anaota ndoto na akasahau. Na ndoto ile ilikuwa kutisha, ya kushangaza, iliyofanya usingizi wake pamoja. Waganga na wachawi wakashindwa na waziri na Wakaldayo. Nani alisaidia? Fungu la 27 inasema hivi, nasema Danieli akajibu mbele ya mfalme akisema, ile siri uliyolisha mfalme, wenye hekima hawezi kukufunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Bwana asifiwe. Amen. Danieli anapoenda mbele ya mfalme, anaambia mfalme, sikia, ile siri uliyouliza, ile ndoto, hakuna mganga ama mchawi anaweza kutafsiria, lakini kuna Mungu yuko mbinguni, naye ndiye afunuaye siri. Na Danieli akamwambia, sikia, naye amejulisha mfalme Nebukadneza, yaani wala mfalme, mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Hebu angalia. Danieli anaambia mfalme, waganga na wachawi hawezi kusaidia. Mungu yuko mbinguni, ndiye ataweza kuelezea mambo yatakayokuwa mpaka mwisho wa dunia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siri zina Mungu. Siri zina nani? Zina Mungu.
sina mwingine. Mambo ya siri ya maisha yako, siri ya maisha yangu, siri ya dunia iko mikononi mwa Mungu. Mungu anaelewa. Alafu naye Mungu amefunulia nani? Zaburi 25 fungu lake la 14. Wacha Mungu hapo. Wacha Mungu hapo. Ukimcha Mungu atakufunulia siri. Ukimcha Mungu, na ndio maana kina Danieli wakafunuliwa siri hizo, walikuwa na mcha Mungu. 25 anasemaje 14 Zaburi? Inasema hivi. Inasema hivi, siri ya Bwana iko kwa wanaomcha. Biblia inasema siri ya Bwana iko kwa wale wanaomcha, naye atawajulisha agano lake. Siri za Mungu zinafunuliwa watu gani? Siri za Mungu, neno la Mungu linasema zinafunuliwa wale wanaomcha Mungu, na Biblia inasema atawajulisha agano lake. Kumbe akina Danieli aliyofunuliwa siri alikuwa anamcha Mungu. Bwana asifiwe. Hata siri za mwisho wa dunia, wakati dunia inaendelea kuchanganyikiwa, wakati dunia inakuwa katika taharuki, ikishindwa ni nini kitakachokuja, watu wanashangaa, wanasikia mambo ya corona, watu wanashangaa, wanasikia mambo ya chanjo, watu wanashangaa, wanasikia mambo ya huduma namba, watu wanashangaa, wanashindwa ni nini kitakujia ulimwengu. Watu wanasikia mambo ya ushababu, mambo ya Al-Qaeda, mambo ya nini. Watu wanashangaa Boko Haram inaua watu kule Nigeria. Watu wanashindwa ni nini kinakujia dunia. Biblia inasema siri ya Bwana iko kwa wale wanaomcha Mungu, na atawajulisha agano lake. Haleluya. Sasa sikia, Danieli 2, twende sasa. Akaenda mbele ya mfalme sasa, amwelezee ndoto, amkumbushe ile ndoto na amwelezee tafsiri yake. Danieli 2:31. Ndoto ilikuwaje sasa? Sikia. Nasema hivi, wewe mfalme, uliona natazama sanamu kubwa sana, na sanamu iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, na tumbo lake na viuno vyake ni ya shaba, na miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake ni chuma na nusu udongo. Na ukatazama hata jua limetongwa bila kazi ya mikono, na likiwe likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vimevunjwa vipande vipande pamoja, vikao kama makati ya viwanja vya kupelea wakati wa hiari. Upepo ukapeperusha hata pasionekane mahali pake, na hiyo imepiga hiyo sanamu ikawa mlima mkubwa, ikaijaza dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisaidie hiyo yako. Saidia hiyo mic yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoto ndio hii. Kama vile unaliona pale mbele mpenzi, ndivyo Biblia inasema. Ndoto ilikuwaje? Ilikuwa ni ya sanamu. Haleluya. Amen. Sanamu. Ndio. Anamwambia, wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa. Sanamu ndio hii hapa. Ndio ile pale. Na sanamu hiyo Biblia inasema ilikuwa na nini? Ilikuwa na vitu vifuatavyo. Moja, ilikuwa na kichwa cha dhahabu. Angalieni hapa. Angalia, sanamu iko na kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ni ya fedha, tumbo na viuno ni vya shaba, miguu ni ya chuma, na nyayo ama vidole 10 vimechanganyika, nusu chuma na nusu udongo. Na akamwambia ukaonyeshwa jiwe hilo lilitoka mlimani, Pia kutengenezwa mikono ya binadamu. Na ile jiwe likaja likiwa limelenga vidole vya sanamu. Biblia inasema likapiga sanamu miguu yake, iliyokuwa udongo na chuma, likavunja shaba, tumbo na viuno vya shaba, likavunja kifua na mikono ya fedha, likavunja kichwa cha dhahabu. Na Biblia inasema upepo ukaja, vikapeperusha, haikuonekana tena,
na lele jewe lelefeka hiyo sanamu. Biblia inasema likawa mlima mkubwa likajaza dunia yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mfalme akakumbuka, maana alikuwa ameota na amesahau. Akakumbuka kweli ndivyo alikuwa ameota. Sasa likabaki jambo moja. Jambo gani? Tafsiri ya mambo hayo ni mambo gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa likabaki jambo moja. Tafsiri ya Efeso ni nene. Efeso vinasimamia nene. Kichwa cha dhahabu kinasimamia nene. Kifua na mikono ya fedha inasimamia nene. Tombo na viuno vya shaba inasimamia nene. Miguu ya chuma inasimamia nene. Na vidole kumi vinasimamia nene. Na hata hilo jiwe likuja likapiga sanamu, likaivunja na likafondeka dunia yote. Ni nene. Sasa sikia fungu la 36. Inasema hivi. Ndani yale mbele 36. Hii ndio ina ndoto. Eh. Sasa tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe mfalme, umfalme wa falme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu. Na kila mahali wakaapo wanadamu na wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako. Naye amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Wewe hebu sikia dia Danieli anamwambia mfalme. Danieli anamwambia hivi, maana wewe ndiye mfalme wa wafalme. Yaani hebu shika pale. Wewe ndiye mfalme wa wafalme, maana yake ni nini? Yeye Nebukadneza ndiye alikuwa na atawala wafalme wengine wote wa dunia. Alikuwa anatawala dunia yote ya wakati wake. Ndiyo maana Biblia inasema wewe ndiye mfalme wa wafalme. Anamwambia kila mahali wakapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani wote amewaweka chini yako. Akamwambia sikia, maana wewe ndiye unatawala dunia yote. Wewe ukichwa kile cha dhahabu. Angalia hapo wapenzi. Angalia hapa. Kichwa cha dhahabu ni nini? Biblia inasema kichwa cha dhahabu kinasimamia mfalme Nebukadneza aliyeoteshwa hiyo ndoto na ufalme wake uliokuwa unatawala dunia yote ya wakati ule. Ni wangapi tuko pamoja? Mnaelewa? Bwana asifiwe. Akaambia wewe ukichwa kile cha dhahabu. Nebukadneza aliyeoteshwa ufalme huo anaambia wewe ndiye kichwa cha dhahabu. Alafu kifua na mikono ya fedha, twende. Anasema hivi, Unaangalia 9. anasema hivi, na baada ya zamani zako utainuka mfalme mwingine mdogo kuliko wewe. Angalia wewe, angalia. Ukitoka kichwa cha dhahabu, duniani unaenda wapi? Unaenda wapi? Kifua kilikuwa ni nini? Ni fedha. Fedha na dhahabu ni gani dini na dhamani kuliko jingine? Dhahabu iko na dhamani kuliko fedha, si ndio? Biblia ikasema, ndio maana Biblia ikasema, rudia 39. Anasema baada ya zamani zako utainuka mfalme mwingine mdogo kuliko wewe. Utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Kwa hivyo inamaanisha kifua na mikono ya fedha ni ufalme wa pili, ufalme uliokuja kutawala dunia baada ya ufalme wa Nebukadneza, baada ya ufalme wa kichwa cha dhahabu. Ukaonekana Nebukadneza ufalme wake utaisha na utakuja ufalme mwingine mdogo. Wao ufalme ukalinganishwa na kifua na mikono ya fedha mdogo. Fedha ni ndogo ikilinganishwa na dhahabu. Tuendelea msomo. Na mfalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Hebu sikia, angalia, wewe angalia. Ukitoka kifua na mikono ya fedha unaenda wapi? Tumbo na kiuno cha shaba. Sasa Biblia ikasema na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakaoitawala dunia yote. Kwa hivyo shaba ni wangapi? Kutawala wapi? Dunia yote. Kumbe dhahabu ufalme wa kwanza kutawala dunia yote, fedha ufalme wa pili kutawala dunia yote, na shaba ufalme wa tatu kutawala dunia yote. Tuendelee mtumishi. Twende. Haya, inasema hivi, na mfalme wa nne hebu soma tena. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa chuma. Miguu ilikuwa ni nini? Chuma. Miguu ilikuwa ni nini? Ya chuma. Ndio Biblia inasema
choma na ufalme wa nne. Ufalme wa nne utakuwa na nguvu mfano wa choma. Kwa hivyo miguu ya choma inasimamia ufalme wa ngapi? Wa nne. Kutawala nene dunia. Bwana asifiwe. Amen. Alafu vidole 10 ni nini? Mstari tuendelee. Inasema hivi. Mstari 41. Danieli 2:41. Twende. Inasema na kama vile ulivyoona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu chuma za mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa. Soma vizuri. Kuwa nusu. Inasema hivi. Anza 41 vizuri. 41 inasema hivi. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo ya mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Bwana asifiwe. Amen. Ati anamwambiaje? Kama vile uliona nyayo na vidole vimegawanyika nusu chuma na nusu udongo, akaambiwa ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Tusalimiane. Bwana asifiwe. Kwa hivyo vidole 10 ni nene? Ufalme 10. Nauliza wasikie vidole 10 ni nene? Hebu kiongozi wa nyimbo sema vidole 10 ni nene? Ati ufalme uliogawanyika. Vidole 10 ni nene? Ufalme 10 uliogawanyika. Vidole 10 ni nene? Rudia 41 wasikie. Alafu sikiza vile itasoma. Sema hivi. Soma. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Asante. Vidole 10 umemaliza kusoma. Vidole 10 vinasimamia nene? Unaweza keti ya mule. Vidole 10 vinasimamia nene? Ufalme ulio. Ufalme uliogawanyika. Ati ufalme uliogawanyika. Vidole 10 ni ufalme uliogawanyika. Uliotawanyika. Uliotawanyika. Vidole 10 ni ufalme uliotawanyika. Inasema hivi. Soma. Wasikie tena mali ya 3. Inasema hivi. Twende. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Asante. Ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Sasa swali linaulizwa. Bado swali halijajibiwa. Sasa nauliza swali. Swali linaulizwa hivi. Vidole 10 ni nini? Ufalme 10. Endelea. Ongeza sentence kidogo. Ufalme 10 uliogawanyika. Vidole 10 ni nini? Ufalme 10 uliogawanyika. Jibu ndio hili. Swali la kwanza nauliza, ufalme unaogawanyika ili vitokee vidole 10 ni ufalme gani? Kulingana na sanamu. Wewe umesema ufalme wa chuma. Ndio maana Kiswahili barika. Kwa hiyo ufalme wa 4 ndio unagawanyika. Ndio Biblia ikasema ufalme kama vile ulivyoona vidole nusu udongo na nusu chuma, ufalme ule ni ufalme gani? Anasema ufalme ule ni ufalme gani? Anaongea chuma. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Ufalme ule gani? Ufalme wa chuma ndio inagawanyika, zinatokea vidole 10. Kwa hiyo mtu akiuliza vidole 10 ni nini? Unajibu rahisi hivi, ni mgawanyiko wa ufalme wa 4. Hiyo ndio ilikuwa jibu tu rahisi. Sio kusema ati ufalme ule umegawanyika. Hapana. Mtu akikuuliza vidole 10 ni nini? Unajibu hivi, ni mgawanyiko wa ufalme wa 4. Kisha
Maana Biblia inasema ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Kwa hivyo tunakuza mgawanyiko huu ni nini? Unasema kweli huu mgawanyiko umetokea kwa ufalme wa nne. Huu ndio mgawanyika zitatokea vidole 10. Kwa hivyo vidole 10 ni nini? Ni mgawanyiko wa ufalme wa nne. Hiyo ndio jibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Mungu akaonyesha mwisho wa nyakati dunia haitakuwa inatawaliwa na ufalme moja. Mwisho wa nyakati ufalme wa nne wa mwisho kutawala dunia utafika wakati ugawanyike, zitokee falme ndogo 10. Ndio maana ya vidole 10. Ngapi tuko pamoja mpaka hapo? Nyinyi ni wazuri, barikiwe. Kumbe sasa vidole 10 ni nini? Ngoja, vidole 10 ni nini? Vidole 10 ni nini? Ufalme wa nne uliogawanyika. Vidole 10 ni ufalme wa nne uliogawanyika. Vidole 10 ni nini? Wewe sawa, sema. Vidole 10 ni nini? Mgawanyiko wa ufalme wa nne. Ndio hiyo. Vidole 10 ni nini? Ni mgawanyiko wa ufalme wa nne. Ndio uligawanyika, ni mgawanyiko wa ufalme wa nne. Ufalme wa nne ndio uligawanyika zikatokea vidole 10. Kwa hiyo vidole 10 ni nini? Ni mgawanyiko, unaanza na mgawanyiko. Maana huu mgawanyiko, hii vidole ni nini? Huu ni mgawanyiko wa ufalme wa nne. Angalia, na ndio maana hizi vidole, yaani ufalme wa nne ulionekana utafika wakati ugawanyike. Na zitokee vidole 10, serikali ndogo 10, falme zingine ndogo 10. Bwana Yesu asifiwe. Angalia vile hizo pesa zamani, ufalme mmoja ndio ulipenda tawala dunia yote. Kama vile tumeona Nebukadneza na ufalme wake wa kichwa cha dhahabu. Aliambiwa wewe ndiye mfalme wa wafalme. Kwa hiyo ufalme mmoja alikuwa anatawala wengine wote. Lakini sasa tunapofika kwa vidole tunapata mgawanyiko. Kwa hiyo kukatokea falme nyingi. Bwana asifiwe. Ndio. Sasa swali, ili jiwe, tuko kwa jiwe. Danieli 2:44. Ili jiwe, angalia hapa. Ili jiwe linatoka mlimani bila kutengenezwa mikono ya binadamu, na likavunja hii sanamu kuanzia vidole mpaka kichwa, na likajaa dunia. Nayo ni nini? Tuendelee kusoma. Anasema hivi, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine watachukua enzi yake, bali utakuja falme zote vipande na kujiharibu, na utasimama milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Jiwe ni nini? Biblia inasema hebu anza tena sentensi ya kwanza 44. Danieli 2. Twende. Inasema hivi, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Swali, wafalme wanaozungumziwa ni gani? Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, bali utavunja falme hizo zote vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Swali, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme. Swali, wafalme gani? Rudia tena sehemu ya kwanza 44. Anasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Swali, wafalme gani? 10. Nimepata sasa. Hiyo ndio rahisi hiyo tu. Wafalme hao. Angalia. Jiwe lilikuja likiwa limelenga wapi? Wewe, jiwe lilikuja likiwa limelenga wapi? Vidole. Lilianza kusagasaga sanamu
kuanzia vidole vikipanda. Kwa hivyo Biblia ikasema, na katika siku za wafalme hao. Wafalme gani? Vidole. Serikali nyingi. Na katika siku za wafalme hao, Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao utaangamizwa milele. Bali utakuja falme hizi zote vipande na kuziharibu, na utasimama milele. Kwa hivyo hili jiwe ni ufalme wa Mungu, ni ufalme wa Yesu unaokuja kumaliza falme zote za nini? Za dunia. Tusalimiane kama tuko pamoja. Haleluya. Ni rahisi tu. Na vitu tutakuwa tunaenda rahisi tu. Kumbe tunaishi wakati gani? Mtu akiuliza sasa swali rahisi, tunaishi wakati gani? Tunaishi wakati wa kichwa cha damu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na viuno vya shaba, miguu ya chuma. Tunaishi wakati gani? Wakati wa vidole. Maana yake ni nini? Wakati wa serikali nyingi. Wakati dunia inatawaliwa serikali nyingi. Ni nini tunatazamia karibuni? Ni nini tunangojea sasa? Kuja kwa nini? Ambaye analinganishwa na nini katika sanamu? Na jiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaishi wakati wa vidole. Tunaishi wakati wa serikali nyingi, falme nyingi. Karibuni tunatazamia kuja kwa jiwe, kuja kwa Yesu, ufalme wa Mungu ambao unakuja kumaliza falme zote za dunia, serikali zote za dunia, na ufalme wa Yesu utawale milele. Haleluya. Kwa hivyo wapenzi, jioni ya leo jiandae kukutana na Yesu kwenye makambi haya. Kadri utakavyokuwa tunaendelea, tunajiandaa kukutana na Yesu. Tunaishi wakati wa mwisho. Nini inabainisha? Unajua Danieli 2 jioni ya leo unabainisha wazi tunaishi wakati wa vidole, wakati wa serikali nyingi. Karibuni tunatazamia jiwe, tunatazamia kuja kwa Yesu, ufalme wa Mungu aje amaliza falme za dunia. Petro wa kwanza 2 fungu lake la 4. Sijui umejiandaaje wewe? Watu wengine wanang'ana shughuli za dunia, hawana nafasi na makambi ya juma moja tu, hawana nafasi na kujinyima kwa ajili ya mikutano mitakatifu. Watu wengi wanajishughulisha mahangaiko ya dunia, wanasahau Yesu anarudi. Siasa za dunia zinabainisha wazi Yesu anarudi. Mambo ambayo yanaleta kwenye jamii, mambo tunayosikiza kwa radio, mambo tunayosoma kwa gazeti, mambo tunaona kwenye simu yanabainisha wazi Yesu anarudi. Watu hawana habari. Unabii unatuonyesha wazi Yesu anarudi. Lakini watu wa Mungu tuko hapa, tunajiandaaje kukutana na Yesu? Petro wa kwanza 2 fungu lake la 4. Inasema hivi. Anasema hivi, kwa maana kwa Mungu hakuachilia na hapana umepotea wewe. Petro wa kwanza 2:4 umepotea msomo. Petro wa kwanza 2:4. Twende. Petro wa kwanza 2 fungu la 4. Anasema hivi, twende. Inasema mwendee jiwe lililo hai, mwendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Tusalimiane. Twende kwa nani? Yesu. Yesu analinganishwa na nini? Jiwe liko aje? Rudia tena. Inasema hivi, mwendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Mwendee yeye jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule na lenye heshima. Kumbe Yesu, hata Petro alielewa wakati wake. Petro alielewa unabii wa Danieli 2, akaelewa hili jiwe linasimamia Yesu. Bwana asifiwe. Na hilo jiwe liko hai, tofauti na haya mawe tunajenga nayo, tofauti na haya mawe kama yale yamebadilika pale. Yesu yuko hai, hili jiwe liko hai, Yesu yuko hai. Na ndio maana kuita jioni ya leo Mungu anatuambia hivi, mwendee jiwe lililo hai, twende kwa Yesu.
jiwe lilo hai. Wewe unasikia nyumbani, wewe unasikiza barabarani, wewe unasikiza kwenye biashara yako, jioni ya leo Yesu anakwambia enda kwake. Jiwe lilo hai lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule na lenye heshima. Wanadamu walimkataa Yesu, wakamvua nguo, wakamtemea mate, wakamnuka mkuki wa mavu, taji ya miiba. Wengi wakamkataa, wakamtukana. Biblia inasema akanyenyekea kama kondoo, mbele yake akamea amekata manyoya. Hakujibu alipotukanwa, hakurudisha matukano, akanyenyekea. Eli akukomboa wewe, Eli alikomboa mimi. Mwana kondoo wa Mungu akatulia anapopitia mateso na majaribu ya kila aina. Akaonewa lakini akavumilia, akawekewa uongo lakini akavumilia. Wangapi leo wanawekewa uongo na hawavumilii, wanajitetea. Mtu akitukanwa anatukanana. Yesu alitukanwa, hakutukanana. Petro wa kwanza 2:24. Wangapi leo wanatukanwa, wanatukanana, wanasema anafuata Yesu. Yesu alitukanwa, hakutukanana. Alisema Baba waombea wajua tena. Leo hii mtu anasema fulani anisalimii, hata kanisa sitaenda tena, huyu jirani sitamsalimia tena, alafu mtu bado anaenda kanisa. Anasema anafuata Yesu. Yesu hakuwa na hiyo tabia, lazima tubadilike. Petro anasema hivyo kwanza 2:23. Twende msomo. Inasema hivi. Twende. Inasema ni 23, inasema yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, hakutukanana. Alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake yeye ahukumu kwa haki. Alijikabidhi kwa Baba ambaye anahukumu kwa haki. Yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake, na akachukua dhambi zetu, lile jiwe liko hai, mwana wa Mungu. Akachukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukue wafu kwa mambo ya dhambi, ili tufie dhambi. Tuache mambo ya masengenyo, tuache mambo ya kutukanana, tuache mambo ya vita na chuki na tabia mbaya. Tubadilike, tufie dhambi, dhambi ife ndani yetu. Alafu tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakufia nini? Tufie dhambi. Tuishie nani? Mambo ya haki. Tuishie Mungu. Bwana asifiwe. Tunapongojea Yesu, lazima tufie dhambi. Tunapongojea Yesu, lazima tubadilike. Wapenzi, tunaishi wakati wa mwisho. Yesu anarudi upesi. Angalia, leo ni utangulizi tu. Angalia hapa. Turudi hapa. Na mambo mengine sitaingia ndani, lakini usikose tutakapokuwa tunaendelea. Angalia. Ufalme wa kwanza ulilinganishwa na nini? Dhahabu. Kichwa cha nini? Dhahabu. Haya, tujibu kwa sauti. Ufalme wa pili ulilinganishwa nini? Fedha. Fedha. Ufalme wa tatu ulilinganishwa na nini? Shaba. Shaba. Ufalme wa nne ulilinganishwa nini? Chuma. Chuma. Na hizi serikali hizi za dunia zikalinganishwa nini? Nusu chuma, nusu gold. Swali kwa mkutano. Dhahabu na fedha ni tini gani la thamani kuliko jingine? Dhahabu na fedha gani ya thamani kuliko ingine? Dhahabu. Haya. Fedha na shaba gani ya thamani kuliko nyingine? Fedha. Shaba na chuma nani ya thamani kuliko nyingine? Katikati ya kiuchumi, shaba iko na thamani kuliko chuma. Chuma na udongo gani ya thamani kuliko nyingine katikati ya kiuchumi? Chuma. Angalia, kadri serikali ziliendelea kuingia kutawala dunia, uchumi wa dunia ulionekana utaendelea kuzorota. Umaskini ulionekana utaendelea kuongezeka. Tangu wakati wa serikali ya kwanza kutawala dunia ya Babeli mpaka wakati wetu wa udongo vitoro, nusu chuma nusu udongo, uchumi ulionekana utaendelea kuzorota. Umaskini ulionekana utaendelea kuzidi. Na wakati Yesu anarudi, wakati uchumi umefikia udongo,
umaskini umefika chini kabisa, maisha yamekuwa magomo, na hapo ndipo tuko leo. Yesu anarudi wakati umaskini umesete duniani, wakati uchumi wa dunia umezorota. Kwa hivyo Yeremia 8:15. Kwa hivyo watu wengine wanasema hivi, wewe angalia hapa. Wengine wanasema hivi, tukichagua mtu fulani, angalia. Wengine wanasema tukichagua mtu fulani mambo yatakuwa mazuri. Huo ni uongo. Mwaka ujao, sikia, Mungu akijalia, sikia, Mungu akijalia mwaka ujao tutakuwa na uchaguzi wa urais na wengine vitu vinginevyo. Wengine wanafikiria, wewe angalia hapa, sikia hii. Wengine wanafikiria tukichagua fulani maisha yetu itakuwa mazuri. Uongo wako, uongo wangu, uongo wetu. Yeremia 8:15. Wengine wanafikiri tukichagua fulani maisha yatakuwa mazuri. Uongo. Unabii unaonyesha maisha yanaendelea kuwa magomo, uchumi wa dunia unaendelea kuzorota na utaendelea kuzorota mpaka Yesu arudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeremia 8:15. Tulitazamia amani, lakini haikuja mema yoyote. Tulitazamia amani, lakini haikuja mema yoyote. Hayakuja mema yoyote. Twende. Tulitazamia wakati wa kupona. Tulitazamia tutapona. Sasa tukadaiga tu kisha. Wakati wa rais wetu wa kwanza mzee Jomo Kenyatta, watu wanasema hii tukapata rais aliyefuata wa pili Moi. Moi akakaa. Kani. Baadaye vikaingia vyama vingi. Watu wakaangalia na wanasiasa wote wakaungana ili waondoe Kani. Waondoe Moi. Unakumbuka? Wakaungana wanasiasa wote. Huo umesibaya. Baya. Lazima tuondoe hii. Wakaungana kwa wanasiasa wakubwa, vyama vikubwa, na vikaungana, Kanu ikapigwa teke. Kanu ikawekwa kando. Sasa watu wakasema, sasa vile tuko na Kibaki. Angalia mambo sawa. Kibaki akakaa, watu wakasema atoke. Alipotoka tukapata vijana wangapi? Vijana wawili. Watu wakasema sasa vijana wawili hawa watapewa kabisa. Hawa ni vijana chipukizi, watatusaidia. Wakasema vijana wawili bwana. Tukapata vijana wawili, Ruto na Uhuru. Watu wanasema tukiwa na Ruto, tukiwa na Uhuru. Wengine wakasema huyu Uhuru kwa sababu huko yeye ametoka huko Mount Kenya region, huko wanajua mambo ya kulima na nini. Kwa hivyo watu wa kulima, hata watu wa Western, watu wengine wakasema mambo yetu iko sawa. Kwa sababu sasa akisaidia wale, akipandisha maziwa ama si maziwa sana kule kuna mahindi, majani na nini. Wakati atakuwa na hiyo majani, wakisiwa akasema tuko sawa. Hata sisi bashani tuko na majani. Akijaribu kusaidia wale wa Nyeri na kahawa, hata sisi tuna kahawa. Ndio. Hawa wengine na kwa sababu tuko na mwingine Ruto, kwao ni maziwa mengi. Wengine akasema akiongeza maziwa, ataongeza maziwa, hata sisi tumefaidi. Saa hii watu wanalia. Watu wanafanya nini? Wanalia. Isitoshe. Sikia. Ngoja wakati mambo ilifanyika. Mambo hili ilifanyika mzee kuja. Kuna mambo ilifanyika hapa. Angalia. Mnaona hii? Hapa hii. Kuja hapo hii. Mnaona hii maneno? Wakati maneno ilifanyika watu wakasema wamesaidia. Mambo sawa. Nilikuwa kwa Wajaluo na huwa natembea Kenya hii na nje ya Kenya. Nikawa nauliza Wajaluo,
Na huwa nauliza sana. Wajaluo sasa handshake imewasaidiaje? Nikasikia wengine wakiniambia hata wakati Raila alikuwa upinzani, alikuwa ananyorosha serikali. Saa hii maisha sisi tunafinyiliwa, Raila amenyamaza tu. Tumefinyiliwa, ni wajaluo wengine walikuwa wanasema tumefinyiliwa, Raila amenyamaza tu. Alisalimiana, sasa sisi tunateseka tu. Serikali inatupeleka vile inatupeleka, hakuna mtu ananyorosha. Wakati ya Raila alikuwa upinzani. Sasa unaona walitazamia amani, hayakuja mema yoyote. Biblia imesema ama haijasema? Saa hii watu wanafikiri hata yule atachaguliwa ama tutachagua mwaka ujao, wengine wanafikiri mambo itakuwa mzuri. Hakuna kitu kama hicho. Unabii wa Biblia galia jana, unabii wa Biblia unabainisha wazi uchumi wa dunia utaendelea kuzorota, na haswa nyakati tunazoishi, wakati wa vidole, serikali nyingi, tunapongojea Yesu anaporudi, maisha yatakuwa magumu. Yesu anaporudi, tujiweke tayari wapenzi. Tutakuja kujifunza wiki hii na mambo mengi, usikose kesho vile tutafanya. Mambo itaendelea kuwa magumu, maisha yataendelea. Sasa angalia, corona imekuja. Corona imekuja, maisha magumu zaidi. Shule zinafunga wiki moja. Juzi shule zilikuwa zimefunga na unaambiwa tena baada ya wiki moja upeleke karo ya shule. Niko na mtoto huko mmoja anasoma. Tukaambiwa sasa 26,000. Yaani wiki iliyopita wamefunga shule. Wiki nyingine wakifuata 26,000. 50,000. Na saa hii mwalimu amenipigia simu jana, tumeongea naye usiku. Akaniambia unajua nini? Tumia mtoto wako gharama, wanakuja after medical Alhamisi. Angalia wawa. Juzi wiki kama 2-3 zimepita, 26,000 imelipwa. Saa hii anataka gharama ya Alhamisi. Akija Alhamisi Jumatatu si atataka pesa ya kurudi. Na kama kuna deni aende nayo. Kazi hiyo afukuzwe. Na wanakuja tena wiki nyingine wanakuja tena wafunge wiki moja. Yaani corona nayo ndio hiyo. Mambo bado wapenzi, tutafanyaje? Usikose kwenye makambi haya. Usikose kwenye vipindi hivi. Tutaendelea kujiuliza mambo yatakapokuwa yanaendelea hivyo. Kadri Yesu anakaribia kurudi, uchumi unapoendelea kuzorota, tutafanyaje? Lakini heri ni yule atakuwa upande wa Yesu. Bwana asifiwe. Heri yule atakuwa ameshika maneno haya. Ashike maneno haya, ayaelewe. Sikia Kumbukumbu, tunamaliza 32:2. Shika maneno haya mpenzi. Watu wengi wanakaa tu wanafikiri mambo ni kawaida. Wewe hebu niulize, tangu lini ukaambiwa usiende kanisa? Unajua mimi nilikuwa nashangaa. Yaani tukaambiwa Kenya, dunia yote. Wewe sikia. Unajua mambo ni sikia. Tangu uzaliwe, tangu lini mzee umewahi sikia ati ukaambiwa usiende kanisa? Tangu uzaliwe. Si umesema uko miaka 66 na unaonekana kijana tu. Mzee wewe umewahi sikia tena watu wakiambiwa usiende kanisa? Tangu uzaliwe. Wacha nikwambie. Hii inatuonyesha tunaelekea pabaya. Wacha niwaambie kitu moja kabla hajasoma hiyo tumalize kwa leo. Kwa sasa sasa hiyo sikia. Ukisoma kwenye unabii tutajifunza tukiendelea. Ilikuwa ni wakati moja tu tangu historia ya dunia, tangu dunia kuumbwa. Sasa nyinyi labda mshiki hii nataka nirudie tena. Sikia. Tangu dunia kuumbwa ilikuwa ni wakati moja tu watu walizuiwa asiende kanisani. Wakawekewa quarantine. Wakati ngapi? Unabii nasema wakati wa pembe ndogo. Wakati serikali ya mpinga Kristo ilitokea duniani, hapo ndio na ikapata nguvu. Ikawa yeye wewe bo. Sikia. Ikawa hakuna mwingine anaongea dunia hii isipokuwa mamlaka ya mpinga Kristo ya upapa. Na ukipinga
Wewe unazungumzia nini? Akisikia kwa ya mwisho, sikia wewe. Ilikuwa pembe ndogo ile mpinga Kristo mwenye namba 66. Yeye ndiye alikuwa mkuu wa dunia. Alikuwa anaaminika yeye ndiye Mungu wa dunia hii. Na wale walikuwa wanapinga ni kuuawa, ni kuteswa, na kunyang'anywa Biblia na kuchomwa moto, wananyang'anywa mali zao, wanakimbia milimani, misituni, wengine wanatupwa, wanapotelea dunia zingine, wengine wanaachiwa simba na wanyama wakali wanawala. Ilikuwa ni kipindi cha zama za giza, na utawala wa zama za giza kipindi cha Pentekoste. Na kama nchi yoyote, rais yoyote ama mji wowote ungekiuka masharti ya Pentekoste, masharti ya mpinga Kristo, mamlaka hii iliyotokea Rumi, yeyote angeenda kinyume chake, ndio ulikuwa unawekea quarantine. Na jambo la pili, ungeongea kinyume chake, mlikuwa mnazuiwa, hakuna kwenda kanisa, hakuna kuzika, hakuna kufanya harusi, na hakuna hata kubatiza. Hiyo wakati wa Pentekoste. Hiyo ilifanyika wakati yeye alikuwa anaongea dunia yote. Wewe angalia vile nabaliza. Wewe angalia. Wakati yeye alikuwa anatawala, Pentekoste hii imeng'oa tatu. Yeye ndiye anaongea, kule mwingine anampinga. Sasa sikia. Kwa nini umejirudia wakati wetu? Jibu ndilo hili. Historia lazima ijirudie. Na tutajifunza tukifika hapa. Lazima apewe mamlaka na falme zote za dunia. Lazima apewe mamlaka na falme zote za dunia. Ainuliwe tena kama vile ilikuwa zama za giza. Ainuliwe tena. Na ndio maana amepewa mamlaka, ndio hiyo nguvu anaendelea kupewa, na serikali zote za dunia ziko chini yake. Mamlaka zote za dunia ziko chini yake. Hiyo ndio mikakati inaendelea sasa hivi. Lazima apewe. Ndio unasikia quarantine, ndio unasikia kule kwenda kanisa, ndio unasikia sijui funga nini. Kwa nini? Hakuna mikutano wala nini. Kwa nini? Ni yeye anaandaliwa tena ili apate nguvu, apewe mamlaka, alafu Marekani ilazimishe alama yake ya namba 66 na Yesu arudi atupeleke Dubai. Bwana asifiwe. Usikose mkutano hii. Mambo ni mbaya kuliko vile ninaongea. Soma hiyo tumalize. Kumbukumbu 32:2. Ukifikiri tutaendelea kukaa starehe, hakuna. Mambo ni mbaya kuliko vile naongea. Biashara ziharibike zote. Uchumi wa dunia uharibike wote. Hakuna kitu kitakuwa kawaida. Sasa wewe ukiendelea kufikiri mambo itakuwa sawa, hakuna. Sasa tangu lini ukakaa nyumbani bila kwenda kanisa? Tangu lini? Kuna kitu kinaandaliwa. 32:2. Anasema ni kumbukumbu. Mafundisho yangu yataondoka kama mvua. Mafundisho ya Mungu wale wakihudhuria juma hili yanadondoka kama mvua. Utamwagiwa mvua ya Roho Mtakatifu. Wote wanaoenda makambi wanamwagiwa mvua ya masika, nguvu ya Roho ya kuwakamilisha na kuwatumia kukamilisha wengine. Twende. Maneno yangu yatona kama umande. Maneno ya Yesu yanatona kama umande. Ndio maana Mungu anasema wale wataenda makambi watamwagiwa mvua ya masika, matone inamwagwa. Saa hii matone inamwagwa. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ukiendelea kusikia maneno ya Mungu, utaendelea kupata nguvu ya Roho. Utasimama kipendeke na kipindi kijacho. Maliza. Kama manyunyu ya majani mabichi. Maneno ya Mungu inalinganishwa na manyunyu. Ndio hiyo tunasikia mvua ya masika. Inamwagwa manyunyu. Ndio hiyo. Utapokeaje? Kwanza kuja makambi. Maneno ya Mungu yanafundishwa kwa makambi. Watu waelewe Mungu, tujenge uhusiano wa karibu, tujue mahali dunia imefika, tujiandae namna gani tutamwagiwa hiyo manyunyu, na Mungu atusaidie juma hili tupate mvua ya masika kwa wingi. Wakati pamoja nami wanaomba hivi. Mungu abariki. Nani ana swali? Hiyo nimezungumzia tu. Kuna swali moja huko. Uliza hilo swali lako, tujibu hilo tumalize. Mungu wa mjambo. Tujambo. Swali langu ni kwamba kuanzia kwa ufalme wa fedha, kuna ufalme zingine zilikuwa huko nyuma, ama hiyo ndio ilianza
Ufalme wa fedha ama ufalme wa dhahabu? Ufalme ule wa dhahabu kwanza. Oh, asante. Hiyo ya kichwa. Asante. Ufalme mwingine nyuma ya hiyo ama hiyo ndio ilianza. Sikia. Nani atatusomea maana yule mhubiri ameenda? Mwanzo 10 fungu la 8 mpaka 10. Serikali ya kwanza kuanzishwa duniani inaitwa serikali ya Babeli. Babeli. Hiyo ndio serikali ya kwanza kuwahi kuanzishwa duniani. Inaitwa Babeli. Ilianzishwa na mtu mmoja anaitwa Nimrod. Usikose kwenye vipindi vya sinema. Mwanzo 10 fungu la 8 mpaka 10. Nimrod alikuwa ni mtoto wa Kushi. Kushi alikuwa ni mtoto wa Hamu. Hamu alikuwa ni mtoto wa Nuhu aliyeona uchi wa baba yake akalaaniwa. Unaona? Na huyu Nimrod Mwanzo 10:8 mpaka 10 akaanzisha serikali ya kwanza dunia hii inaitwa Babeli. Ukisoma Mwanzo 11 kuanzia 1 wakatengeneza mnara. Nimrod akaongoza watu akawaambia hatutatawanyika vile Mungu alikuwa amesema watu watawanyika wajaze dunia walipotoka kwa gharika. Akawaambia hatutawanyiki, tunajenga mnara na kilele chake kiende mbinguni ili kama Mungu atathubutu alete mvua gharika kama ile alileta wakati wa mjukuu wetu ama babu zetu Nuhu, tutaingia kwa huu mnara na hatutagharikishwa. Kwa hivyo anajenga mnara apingane na nani? Hiyo ni Mwanzo 11 usome fungu la 2 na la 3. Anasema ili tusitawanyike. Ukisoma Mwanzo 9:1 Mungu alikuwa ameambia Nuhu watawanyike wajaze dunia. Sasa Nimrod anaambia tutawanyiki tunakaa mahali moja. Na akaanzisha serikali ya kwanza duniani inaitwa Babeli. Mwanzo hiyo 11:9 Mungu aliposhuka kuchafua lugha na kuharibu hiyo mnara ikaitwa Babeli. Serikali ya kwanza dunia hii inaitwa Babeli. Mwanzo 10:10 inasema hiyo Babeli ilijengwa katika nchi ya Shinari. Sijui umeshika hiyo. Hiyo Babeli ya kwanza, serikali ya kwanza ya mnara ilikuwa ni Babeli ya mnara, ilikuwa katika nchi ya Shinari. Mungu akachafua lugha, hawatuelewana, mjengo ukuendelea, watu wakatawanyika. Angalia, mwaka wa 605 kabla ya Yesu ndio Nebukadneza anatokea na anaendeleza. Wewe sikia, anaendeleza hiyo serikali ya Babeli pale ilikuwa pale iliachwa. Hiyo tutadhibitishaje? Ukisoma Danieli 1 mpaka 3 inasema Nebukadneza alienda akachukua vyombo vya Mungu vya hekalu. Hiyo Danieli 1 kuanzia 1 akavipeleka mpaka Babeli katika nchi ya Shinari. Kwa hivyo Babeli ya pili ambayo ni ya Nebukadneza, kile kichwa cha dhahabu, inajengwa nchi ya Shinari. Wewe nchi ya Shinari. Na Babeli ya kwanza ya mnara ilikuwa imejengwa wapi? Nchi ya Shinari. Mwanzo 10:10. Kumbe serikali ya kwanza kutawala dunia ni Babeli. Ndio ile. Ni vile sasa ya kwanza ilikuwa mnara ikakomeshwa, Mungu alipochafua lugha ikaendelezwa na Nebukadneza pale nchi ya Shinari, ndio ile Babeli. Nayo pia ilikuja ikamalizwa, tutaona na Wameda Wajemi. Lakini saa hii usikose, tutakapokuwa tunaendelea, tunaishi wakati wa Babeli ya tatu na ya mwisho, Babeli ya kiroho, mwanamke huyo kahaba. Bwana asifiwe. Unapewa Ufunuo 17. Usikose tukifika pale. Haleluya. Machafuko ya kiroho ndio makanisa yameongezeka, imani zimeongezeka, maana tunaishi wakati wa Babeli ya mwisho, Babeli ya kiroho. Mungu atubariki. Usikose kwenye mkutano, tutaelewa mengi zaidi. Tusimame kwa ajili ya kuomba na kumaliza sehemu hiyo. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana. Na Mungu atubariki sote. Tusimame tuombe ili tufunge mkutano rasmi. Tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tuna sababu ya kushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo ni Biblia. Kwa nini tunaamini Biblia? Tunaamini Biblia kwa sababu ya unabii uliotabiriwa na ukatimia. Na hivyo basi, hata unabii wa mwisho umesalia, mambo ya damu ya mnyama na kuja kwa Yesu atupeleke mbinguni. Tunaamini pia huo unabii utatimia. Maana kama dhahabu ilitimia wakati wake ufalme wa Babeli, fedha ikafuata Wameda Wajemi kama vile ulikuwa umetabiri. Wangiriki wakafuata ufalme wa tatu ambao ni shaba.
akafuata ufalme wa nne wa ambao ni mguu ya chuma. Baadaye Rumi ikagawanyika, zikatokea serikali ndogo 10 ambao ni serikali za Ulaya za Europa. Hivyo hivyo tunaamini hata huo unabii moja umesalia kuja kwa jiwe, kuja kwa Yesu utatimia. Tusaidie tujiweke tayari, maana karibuni Yesu anarudi. Tusaidie tuelewe nyakati tunazoishi na utupatie nguvu ya kuwajibika jinsi tupasavyo. Makambi yanapoendelea, endelea kutubariki, kutunyunyizia mvua ya Roho Mtakatifu ili tuelewe mambo yako waziwazi na tuendelee kuwa waadilifu kwako na kwa kazi ambayo umetuitia. Vipindi vingine vitakavyofuata uendelee kutawala. Mapenzi yako yatimizwa kupitia Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen.